Msako huu wa pombe hizo zilizopigwa marufuku umeongozwa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Lazaro Mwambasasa, ambaye ameongozana na maofisa wengine wa jeshi hilo na kukuta zaidi ya katoni 1400 za viroba katika moja ya stoo za mfanyabiashara huyo na kufanya naye mahojiano na kisha kumtaka aendelee na shughuli zake, na kisha kamanda huyo akaamuru shehena hiyo isiuzwe wala kutumiwa ikisubiri maelekezo. Naendelea kutoa onyo kwa mtu yoyote atakayeendelea kukiuka kuendelea kufanya biashara ya pombe hizi kali zenye vifungashio vya Nairobi. Ni marufuku. Na sisi jeshi la polisi pamoja na wadau wengine, misako yetu ni endelevu. Tutaendelea kusaka kuanzia madukani, kwenye stoo mbalimbali, kuhakikisha kwamba hakuna atakayeruhusiwa kuendelea kutumia pombe hii. Kufuatia msako huu wa polisi ambao awali ulitanguliwa na maofisa wa mamlaka ya chakula na dawa nchini TFDA, inadaiwa kwa mfanyabiashara huyo aliamua kujiua kujipiga risasi kichwani, ambapo kabla ya mauti kumkuta, kamera ya ITV linasa mazungumzo na maofisa wa TFDA akidai amesitisha uuzaji akisubiri maelekezo kutoka kwenye mamlaka husika kuhusu nini cha kufanya juu ya pombe hizo. Baada ya kuambiwa kwamba tusiuze, tumetoa kabisa kwenye display zilizo kwenye store tu. Tunasubiri tena maelekezo kama walivyosema leo. Kufuatia tukio hilo, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Dodoma wamekuwa na maoni tofauti kuhusu operation ya kuondoa pombe hizo, ambapo wamesema licha kufanyika kwa nia ya kunusuru taifa na janga la ulevi, lakini wangetoa muda kwa wafanyabiashara kumaliza bidhaa zao, kwani awali walikuwa wakiendesha kihalali ikiwemo kulipa kodi na tozo mbalimbali. Wafanyabiashara hawa ni wafanyabiashara ambao wamenunua kihalali, wamelipa kodi na wameweka kwenye stock, na wakati tangazo linatolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari stock nyingi walikuwa nayo baadhi ya wafanyabiashara. Kwa hiyo kufanya msako na kuambia waondoe ni kualiza hasara ambayo ni kubwa, na hakuna mfanyabiashara yote ambaye anafanya biashara kwa hasara. Katika tukio jingine, jeshi hilo limefanikiwa kuwakamata wahamiaji haramu 4 raia wa Ethiopia na Watanzania idadi kama hiyo, ambao wanadaiwa kuhusika kwa kuwasafirisha wahamiaji hao, ambao wote kwa pamoja wanatarajiwa kupandishwa mahakamani. Kwa hiyo hawa nao tunaendelea kuwashikilia kwa ajili hiyo. Upelelezi ukikamilika, tutashirikiana na wenzetu wa wahamiaji kuhakikisha kwamba wote wanapelekwa mahakamani kwa makosa haya ambayo nimeainisha. Kutoka Dodoma, George Mbara, ITV.